Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Mohamed Jamal na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Miriam Mlaponi. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Tanzania yahoji hasara ya dola milioni 250 kuzimwa mtandao uchaguzi mkuu. Sheikh Jalala ahimiza wananchi kulinda tunu za taifa kwa ustawi wa wananchi. Na katika habari za kimataifa, Rais Trump kuweka hadharani makubaliano ya kumaliza vita na Iran. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanze na taarifa inayoeleza kuwa serikali ya Tanzania imehoji uhalali wa hasara ya dola milioni 250 zinazodaiwa kupotea kufuatia kuzimwa kwa mtandao katika kipindi cha siku 6 baada ya uchaguzi mkuu wa 2025, huku ikisisitiza dhamira ya kuendelea kuzingatia uhuru wa matumizi ya mtandao pamoja na kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji katika eneo la tehama na akili unde AI. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam kwa niaba ya Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari nchini katika mkutano wa kimataifa ambao unahusu masuala ya ubunifu pamoja na teknolojia, ambao umekwenda sambamba na uzinduzi wa ripoti kuhusu uchumi wa kidijitali pamoja na utawala wa masuala ya interneti kwa nchi ya Tanzania, mkurugenzi wa Tume ya TEHAMA Dr. Nkundwe Moses Mwasaga ametoa ufafanuzi kufuatia ripoti ambayo imewasilishwa na Dr. Milton Muller kutoka nchini Marekani. Dr. Mwasaga amesema kuwa hatua ya kuzimwa kwa mtandao wa interneti nchini Tanzania si ya kwanza kufanyika, huku akieleza kuwa pia baadhi ya mataifa ikiwemo taifa la Marekani yamewahi kufanya kama hivyo, huku akieleza kuwa kwa mujibu wa takwimu za kuzimwa kwa mtandao wa interneti ya tangu Juni 2015, matukio hayo ya kuzimwa kwa interneti yalifika 105, yakifanyika kwa kuzingatia sababu mbalimbali ikiwemo ya kiusalama. Kila nchi ina namna ambayo inaangalia masuala yake mazima yanayohusiana na usalama wa nchi na kupima kujua kwamba jambo fulani kwamba likiachiwa linaweza likaleta matatizo au sio matatizo kama wenyewe walivyoamua kufanya kama siku 2 zilizopita. Lakini pia nilijaribu kuuliza ili kuchokoza mada, naweza kusema, ili watu watakaokuwa wanajadiliana kwenye jukwaa hili wajaribu kuangalia kwa mfano kama gharama mbalimbali zinazohusiana na kutokuwa na internet kama ziko sawa. Of course katika mambo ya utafiti inatakiwa mtu ujue kwa kina mtu alitumia njia gani katika kupata idadi au gharama kamili. Na nijaribu kuonyesha kwa nchi jirani waliona kwa siku ni kiasi gani, na nikajaribu mwenyewe kuzidisha kwa namba za siku za hapa, naona ile dola milioni 250 inahitaji baadaye majadiliano ya kitaalamu zaidi. Aidha, Dr. Mwasaga amesema kuwa katika ripoti hiyo yapo mapendekezo ambayo yamewasilishwa kwa serikali ya Tanzania na hivyo watayafanyia kazi, kwa kibainisha kuwa Tanzania haipingi utafiti huo uliofanyika, bali inataka mjadala ufanyike kwa kuangalia uhalisia waliotokea katika utafiti huo. Lakini kwa jinsi dunia sasa hivi inavyoenda na jinsi viashiria tunavyoviona, nchi zinatakiwa ziangalie swala zima ambalo linaangalia akili unde ambayo inajenga sovereignty ya nchi au inajenga uhuru wa nchi, sio kuwa na akili unde ambayo inatengeneza utegemezi. Utegemezi umeanza kujionyesha wazi kabisa kwamba kama unajenga uchumi wa kidijitali wa nchi yako, unaweza kuna wakati kufikia vitu vikawa sio vizuri. Kwa mfano kama hizo platform 2 ambazo zimeshakuwa zimefungwa kwa watumiaji wa nje ya Marekani, kama ulitengeneza biashara zako juu ya platform hizo, nadhani mtaelewa athari yake itakuwa vipi. Kwa hiyo tukitumia vijana wetu wa Tanzania tutengeneze mifumo ya akili unde ambayo itatusaidia biashara zetu ziweze kufanya kazi vizuri, tuweze kuangalia fursa za kikanda, fursa za Afrika na fursa za dunia, itakuwa jambo zuri sana. Awali wakizungumza katika mkutano huo ulioandaliwa na taasisi ya TMC, mwakilishi wa ubalozi wa Marekani nchini Tanzania Andrew Rens pamoja na Profesa Milton Muller kutoka chuo kikuu cha nchini Marekani wamesema bara la Afrika licha ya uchumi wake wa kidijitali kutegemewa kukua na kufikia zaidi ya dola bilioni 700, bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali
ikiwemo ukosefu wa uhuru wa kutoa maoni kupitia mtandao pamoja na kujieleza kupitia mtandao huo, huku kwa upande wa Tanzania wakiainisha kuwa uwepo wa baadhi ya sheria na kanuni zilizoandaliwa katika kudhibiti masuala ya mtandao inaweza kuwa chanzo cha ukuaji wa uchumi huo wa kidijitali. It holds that innovation flourishes when people can speak, create and connect without fear of surveillance or censorship. There is another vision that is promoted by predominantly authoritarian states that holds that the internet is a tool of state control. This vision promotes systems designed to monitor citizens, suppress dissent, and distort the information environment. Supposedly low-cost digital infrastructure carries high social costs, as it embeds censorship, surveillance, and ideological bias that threaten sovereignty. We identified 3 factors, and they were actually interlocking factors. We're going to call them Factor 1, the digital sovereignty mandates, and that is the idea that data localization and local ownership caps, in other words, this idea that you will try to build a wall around your national digital economy and reserve it to local players, thereby reducing foreign investment and foreign trade flows. And that basically artificially raises your operating costs without really enhancing national security. We can get into the security aspect in a bit. The other factor is what we call censorship or various kinds of restrictions. And the third factor, and really one is interlocking with the others, is what we call cronyism. Naye mkurugenzi wa taasisi ya Tech and Media Convergence TMC Asha Binala amesema mkutano huo umekutanisha wadau wa masuala ya teknolojia pamoja na mitandao kutoka sehemu mbalimbali duniani, ambapo pia wamezindua ripoti ya mwenendo wa uchumi wa kidijitali kwa taifa la Tanzania, ripoti iliyofanyika kwa kipindi cha miezi 11 kutokea mwaka jana, ikihusisha TMC pamoja na wataalamu wengine kutoka vyuo vikuu vya nchini Marekani. Tumekutanisha hapa wataalamu mbalimbali, karibia wataalamu 45 watakutana kujadili. Hao wataalamu wako katika hili eneo la TEHAMA wakifanya kazi mbalimbali katika sekta mbalimbali. Kwa hiyo tumekutanisha watu katika kutoka serikalini, kutoka sekta binafsi, kutoka mashirika sio serikali, watu ambao wako kwenye kwenye tafiti kutoka vyuoni, kuweza kujadili mustakabali wa yale ambayo yanajiri katika sekta ya TEHAMA. Tunatarajia kuweza kupata tuseme suluhu ama kuweza kupata suluhu ama mwanga wa nini kinatakiwa kufanya katika sekta. Ni kushukuru sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Watanzania wametakiwa kuendeleza kuenzi na kulinda amani, upendo, mshikamano na umoja wa kitaifa, huku akikumbushwa kuwa tunu hizo zimeendelea kuwa msingi wa maendeleo ya nchi na kinga dhidi ya vitendo vinavyoweza kuhatarisha ustawi wa taifa. Mwanahabari wetu Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na kiongozi wa Waislamu wa madhehebu ya Shia Ithna Sharia Tanzania TIC Sheikh Hemedi Jalala katika ujumbe wake wa mwaka mpya wa Kiislamu wa Hijiria 1448, ambapo amewahimiza waumini wa dini ya Kiislamu na Watanzania kwa ujumla kutumia kipindi hiki kufanya tafakuri ya maisha yao na kujipima mwenendo wao kwa kuzingatia maadili na mafundisho ya dini. Sheikh Jalala amebainisha kuwa mwaka mpya wa Hijiria si tu mwanzo wa kalenda mpya ya Kiislamu, bali pia ni kipindi muhimu cha kujitathmini, kurekebisha makosa na kuimarisha mahusiano mema na Mwenyezi Mungu pamoja na jamii inayowazunguka. Ndani ya nchi yetu na ndani ya mipaka yetu na Afrika Mashariki. Lakini tukianza na nchi yetu, bila shaka nchi yetu ilikuwa ikijulikana ni kisiwa cha amani, na Watanzania kimaumbile yao, kimila zao na desturi zao ni watu ambao umoja, upendo, mshikamano, maelewano na kukaa vizuri ndiyo mila zao, ndiyo desturi yao. Mwaka wa 1448 Hijiria, mwaka wa Kiislamu, tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amani na mshikamano viwe ndivyo vitu vinavyotawala
katika taifa hili na katika nchi hii pendwa. Aidha, maadhimisho ya mwaka mpya wa Kiislamu yanawakumbusha Waislamu kuhusu hijra ya Mtume Muhammad, tukio la kihistoria lililojaa mafunzo ya uvumilivu, kujitolea, subira na imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu katika nyakati za changamoto. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Serikali imesema utekelezaji wa miradi ya biashara ya kaboni, hasa kaboni ya buluu, utakapokamilika na mauzo kufanyika, itanufaisha jamii inayozunguka maeneo mengi ya ukanda wa Pwani. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Hayo yamesemwa bungeni jijini Dodoma leo Juni 16 mwaka 2026 na naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Ruben Kwagirwa, wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Mary Azan Mwinyi aliyetaka kufahamu maeneo gani ya ukanda wa Pwani yanayonufaika na blue carbon. Kwagirwa amesema kuwa serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais chini ya kituo cha taifa cha kuratibu kaboni NSMC imeendelea kusajili miradi mbalimbali ya kibiashara ya kaboni nchini, hususani kaboni ya blue inayofyonzwa na kuhifadhiwa katika mazingira ya baharini pamoja na pwani kama vile misitu ya mikoko na nyasi za bahari, hivyo kusaidia katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na kuongeza kipato cha jamii za pwani. Ipo fursa kubwa sana ndani ya nchi yetu ya biashara hii ya kaboni ya blue, kwa sababu nchi yetu tumebarikiwa kuwa na eneo kubwa la bahari ambalo biashara hii inaweza ikafanyika, karibia kilomita za mraba 60,000, zaidi ya 60,000 tunaweza tukafanya biashara hii kwenye ukanda wa bahari. Lakini vile vile biashara hii inafanyika zaidi ukanda wa bahari kwa kupitia mimea ya mikoko, na sisi Tanzania kwenye eneo letu zaidi ya hekta 147 linafaa kwa biashara hii kwenye ukanda wa bahari. Lakini si tu hivyo, uchumi wa blue ukijumuisha biashara hii ya hewa ya ukanda wa bahari, tuna eneo stahiki la karibia kilomita za mraba 223. Lakini kwenye ukanda wetu wa pwani tuna eneo la miamba ya matumbawe lenye kilomita za mraba karibia 3380. Sasa ukubwa wa eneo hilo la fursa hii imetufanya sisi serikali tuendelee kutoa elimu kwa wananchi. Kwagirwa amesema hayo wakati akijibu swali la nyongeza na mbunge Marian aliyeuliza kuhusu mikakati ya serikali katika kutoa elimu ya blue carbon ili wananchi wanufaike, hususani wanawake. Naibu waziri Kwagirwa amemalizia kwa kusema kuwa serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais itaendelea kushirikiana na taasisi za elimu ikiwemo Chuo Kikuu cha Zanzibar pamoja na wadau wanaotarajiwa kuwekeza kwenye biashara ya kaboni ya blue kwa kujisajili kupitia NCMC. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Njombe ambapo wakazi wa vijiji vya Utalingolo, Ihalula na Mfereke vilivyopo halmashauri ya mji wa Njombe wameitaka serikali kusaidia kudhibiti vitendo vya wizi, uvunjaji na uporaji wa mali za watu ambao umekithiri katika maeneo yao na kusababisha hasara, na kuomba vijana wote kupatiwa mafunzo ya mgambo ili wahusishwe kwenye ulinzi wa wananchi na mali za vijiji vyao. Mwanahabari wetu Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe ametuandalia taarifa zaidi. Wakizungumzia hali ya usalama katika vijiji vyao na kinachopaswa kufanyika ili kudhibiti vitendo hivyo vya kihalifu, wananchi akiwemo Mariana Mpete wamesema kuna haja ya kuwa na ulinzi shirikishi, yani sungusungu, na vijana kupatiwa mafunzo ya mgambo, yani askari wa akiba, ili wawasaidie kulinda vijiji vyao na kuwatia nguvuni wahusika. Kulingana na maeneo yetu kuna vibaka na wizi. Diwani ametuletea hamasa ya kucheza mgambo. Kweli hali ni mbaya hapa, udokozi, wizi na matukio mbalimbali. Kuna ubakaji, kwa hiyo kuna matukio yanayoendelea sio mazuri hapa kijijini kwetu. Kwa hiyo walivyotuletea mgambo hivi, tunataka vijana wahamasike kucheza mgambo, sababu haya matukio yatakuwa haya. Changamoto ambayo ipo katika haya masuala ya ambayo inafanya vijana wawe na udokozi, wizi mdogo mdogo, nadhani kikubwa kabisa ni kuto kujitambua. Wakikamilisha haya mafunzo
watakuwa ni mstari wa mbele sana katika kuhakikisha ulinzi na usalama katika maeneo yetu upo, na hasa ukizingatia tunasema kwamba vijana wengi ndo wanaofanya masuala ya udokozi. Kukithiri kwa matukio hayo ya kihalifu kuna msukuma mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe Erasto Mpete kufanya mikutano kijiji kwa kijiji ili kutoa elimu ya ulinzi na usalama katika kuhamasisha vijana kujiunga na mafunzo ya mgambo ili watumikie kulinda maeneo yao na kujipatia ajira za ulinzi, jambo linalotiliwa mkazo pia na mwenyekiti wa kitongoji cha Ruhuji Thomas Mangara. Nina uhakika tukimaliza huu mgambo, sidhani kama kuna mtu atakayediriki awe wa hapa ndani au nje atakayediriki kuanza au kufanya tabia ambayo wanayo ya wizi. Mimi naamini hakutakuwa na wizi. Wewe ukisikia mwizi au ukimwona mwizi, piga yoyo. Mgambo tutakuwa tunao. Tunazidi kuhamasisha vijana wenye umri ambao unatakiwa kwenda kwenye mafunzo ya mgambo. Hebu tunaomba uende ukashiriki. Kuna matukio ya uwizi wa jackpot na matukio machache yaliyopita, lakini wito wangu kwa vijana wakijiunga kwenye mgambo, tutapunguza matukio ya wizi mdogo mdogo kama wizi wa kuku na wizi mwingine. Wakati mwenyekiti wa halmashauri na serikali za vijiji zikiamua kuanza zoezi la kuhamasisha vijana kupata mafunzo ya mgambo, inaelezwa kundi kubwa la vijana linaloonekana kutopenda kujiunga na mgambo, huku sababu ikitajwa kuwa ni ugumu wa mafunzo na kupoteza muda wa kusaka pesa. Vijana wengi wanalalamika kuwa mgambo ni mgumu. Cha pili wanasema kwenda kwenye mgambo ni kupoteza hali ya uchumi ya kwao. Kutoka hapa katika kata Utalingoro, halmashauri ya mji wa Njombe, hapa mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Ni kushukuru sana Ibrahim Godfrey Mlele kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekee sasa jijini Dodoma. Wabunge wameipongeza NSSF kwa kuanzisha skimu ya hifadhi ya jamii kwa wananchi waliojiajiri pamoja na kuipongeza PSSF kwa uwekezaji wake katika kiwanda cha kimataifa cha bidhaa za ngozi cha Kilimanjaro KLICL, wakisema hatua hizo zina mchango mkubwa katika ustawi wa wananchi na maendeleo ya uchumi wa taifa. Veronica Grevas ametuandalia taarifa zaidi. Akifungua semina maalum ya wabunge Juni 15, 2026 jijini Dodoma, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Mheshimiwa Deus Sangu amesema serikali imejipanga kuhakikisha wananchi waliojiajiri wanapata fursa ya kunufaika na huduma ya hifadhi ya jamii kama ilivyo kwa wafanyakazi wa sekta rasmi. Jambo muhimu sana kwa sababu kama mnavyojua kwenye dira yetu ya 2050 katika nguzo ya pili inasema kwamba nguzo ya pili ya dira ya maendeleo ya taifa ni kuhusu uwezo wa watu na maendeleo ya jamii. Lakini katika mpango mkakati wa NSSF ulioandalia umelenga upatikanaji wa huduma jumuisha hifadhi ya jamii kwa wigo mpana zaidi. Na lengo letu tunataka tufikie Watanzania hadi kufikia 2031 wao tumefikia Watanzania wapatao 3.7 wale waliojiajiri. Lakini pia katika eneo la pili tutakaoongelea ni juu ya kiwanda chetu cha bidhaa za ngozi cha Kilimanjaro. Kiko chini ya mfuko wa hifadhi wa PSSF, wanashirikiana na Jeshi la Magereza. Watatueleza kuna bidhaa gani, kwa sababu waheshimiwa wabunge ni wadau kwa namna moja au nyingine, umeshiriki sana kuishauri serikali juu ya uwekezaji. Kuna uwekezaji wa takribani bilioni 142.9 kwenye kiwanda kile. Akitoa semina hiyo, mkurugenzi mkuu wa NSSF Bwana Masha Mshomba amesema kuwa skimu hiyo inalenga kuwafikia mamilioni ya Watanzania waliojiajiri ambao kwa muda mrefu wamekuwa nje ya mfumo rasmi ya hifadhi ya jamii, na kwamba NSSF imeweka mazingira rafiki ya kujiunga, kuchangia na kufuatilia michango kwa njia ya kidigitali, huku wanachama wakinufaika na mafao mbalimbali ikiwemo pensheni ya uzee, uzazi, ulemavu, urithi na matibabu. Na madhumuni ya skimu hii ya hifadhi ya jamii, Mheshimiwa Naibu Spika, sana kubwa zaidi ni hilo la kuongeza wigo wa hifadhi ya jamii ili wafikie wananchi walio wengi. Na tunafanya hivyo kwa sababu utaratibu wa hifadhi ya jamii ukiwafikia wananchi wengi ni njia moja madhubuti ya kutoa umaskini. Tunaliona hilo katika nchi zilizoendelea. Wananchi wengi wako covered na swala la umaskini wa kipato unakuwa umeondoka. Lakini pia kupitia skimu hii ya hifadhi basi tunaimarisha afya, tunaimarisha nguvu kazi na kufanya productivity iongezeke, tija iongezeke, na hilo linapelekea uzalishaji na pato la taifa kwa ujumla katika nchi
kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa PSSSF Bwana Fortunatus Magambo amesema kiwanda cha kimataifa cha bidhaa za ngozi cha Kilimanjaro kimekuwa na mchango mkubwa katika kuongeza ajira, kukuza viwanda na kufungua soko la uhakika la ngozi kwa wafugaji nchini. Faida kwenye kiwanda hiki kwa kweli ni kubwa. Moja ni ajira. Tunasema tunaajiri wa vijana wengi ambao wamesoma kwenye eneo hili la ngozi, mapato ya kodi kwa ajili ya tunapouza bidhaa zetu. Vile vile tunatoa soko kwa wafugaji ambao Tanzania tuna ng'ombe wengi, kwa hiyo tunaponunua ngozi kutoka wafugaji kwa kweli tuna provide soko. Vile vile hii inasaidia kupata fedha za kigeni na kuongeza thamani ya ngozi ambazo tunazizalisha kwenye kiwanda chetu. Nao baadhi ya wabunge walioshiriki semina hiyo wamepongeza NSSF kwa kuwafikia wananchi waliojiajiri na kuhamasisha utamaduni wa kuweka akiba kwa ajili ya maisha ya baadaye. Wengine wamepongeza PSSSF kwa uwekezaji wa kiwanda hicho. Wamesema itasaidia kuongeza ajira na kuchochea maendeleo ya kiwanda nchini. Nipongeze kwanza juhudi za mifuko yetu hii kwa jinsi ambavyo wanapambana katika uwekezaji na kutumia rasilimali za hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini nipongeze NSSF kwa informal sector contributions. Tulipata shida sana, kama mimi binafsi wakati naacha kazi na kuja kuwa mbunge nilitamani niendelee kuchanga, lakini hakukuwa na option ile. Mwisho wa siku nikachukua fedha zangu nikafanya mambo mengine. Tunawapongeza. Kuongeza wigo huu ni jambo la msingi sana, lakini tukumbuke na wakulima nao wanazeeka na wenyewe wanastaafu. Sasa akishafikisha miaka 60-65 nguvu zimeisha, mkulima hana mafao. Lakini sio kwamba amependa kutokuwa na mafao. Nadhani hizi skimu sasa tuzitizame kwa jicho la kipekee zaidi. Semina hiyo imelenga kuwajengea wabunge uelewa kuhusu skimu ya hifadhi ya jamii kwa wananchi waliojiajiri pamoja na uwekezaji wa kiwanda cha kimataifa cha bidhaa za ngozi cha Kilimanjaro ili wawe mabalozi wa kuelimisha wananchi katika maeneo yao. Ni kushukuru sana Veronica Gervas kwa taarifa hiyo. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Ali Hapi, amesema chama hicho hakitaendelea kufumbia macho taarifa za upotoshaji zinazotolewa na baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani, hususan Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kuhusu mchango wa serikali ya CCM katika kuwaletea wananchi maendeleo. Joel Maduka kutoka Geita ametuandalia taarifa zaidi. Hapi amesema hayo mkoani Geita mara baada ya kuwasili kwa ajili ya ziara ya kuimarisha chama na jumuiya ya wazazi pamoja na kuzungumza na wananchi kupitia mikutano ya hadhara. Mamia ya wanachama na wafuasi wa CCM waliojitokeza kumpokea. Akihutubia wananchi, Hapi amesema baadhi ya viongozi wa upinzani wamekuwa wakitumia majukwaa mbalimbali kudai kuwa serikali ya CCM haijafanya chochote katika kuwaletea wananchi maendeleo, jambo ambalo amelieleza kuwa ni upotoshaji unaolenga kupuuza mafanikio yaliyopatikana katika sekta mbalimbali nchini. Wanasema hatujafanya miaka 61 ya uhuru. Sasa haya maneno yakizungumzwa na mtu mzima na mtu ambaye unadhani anaweza kuwa na akili timamu, unapata wasiwasi. Nimemsikia Heche anasema CCM na serikali hii haijafanya kitu tangu tumepata uhuru. Wakati anasema hayo, yeye alisoma diploma ya ualimu kwenye chuo cha Bunda TTC kilichojengwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Nao baadhi ya viongozi wameelezea mambo mbalimbali yakiwemo utekelezaji wa shughuli za maendeleo, hususan ujenzi wa barabara ya kutoka Mtakuja mjini Geita kuelekea Nyarugusu. Wameshaingia mkataba na mkandarasi ambaye anafahamika kwa jina la The Arab Contractors, ambaye atajenga barabara hii kwa kiwango cha lami ukubwa wa kilomita 63 na jumla ya bilioni 113 tayari zimeshasainiwa. Makofi mengi sana kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa miongoni wa viongozi waandamizi kwenye nchi hii. Dr. Jafari, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu na anayeshughulikia masuala ya afya, na hata yaliyozungumzwa hapa na mheshimiwa DC
ana mkono wake mkubwa sana huyu kijana wetu. Ziara ya Happy mkoani Geita inalenga kuimarisha chama, jumuiya ya wazazi na kuendeleza mawasiliano ya karibu kati ya viongozi wa CCM na wananchi kupitia mikutano ya hadhara. Ni kushukuru sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Na turejea tena jijini Dar es Salaam ambapo imeelezwa kuwa zaidi ya 96% ya wafanyakazi nchini hawapo katika mifuko rasmi ya hifadhi ya jamii, hali inayowafanya wengi wao kukumbwa na changamoto za maisha baada ya kustaafu ama kufikia umri wa kustaafu. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mfuko binafsi wa hifadhi kwa wastaafu, wawekeza kustaafu wa Foresight Private Retirement Fund FPRF ulio chini ya kampuni ya Core Securities Limited, ambapo akizungumza katika hafla hiyo afisa mtendaji mkuu wa kampuni hiyo Godfrey Fumbuka amesema kuwa kwa sasa ni 4% pekee ya wafanyakazi nchini waliopo katika mifuko rasmi ya hifadhi ya jamii, jambo linaloonyesha kuwa bado kuna kazi kubwa ya kufanya katika utoaji wa elimu, hususan ya masoko ya mitaji na dhamana, ili kuwezesha wananchi kuweka akiba ambayo itawasaidia baada ya kustaafu. Katika Tanzania sisi wote ni 4% tu ambao ndio wana pension rasmi. Na sio hivyo tu, katika wale waliobaki 80% labda zingine 80 hata ule urasmi tu hawana. Hajua kaulize wapi. Walau hawa walioajiriwa, hizi mifuko ya sasa hivi inaleta mifuko kwa ajili ya wale ambao hawana mwajiri maalum, lakini wale ambao wako mashambani, wakulima, wafugaji hawana namna. Kwa hiyo hii nayo ni kitu kizuri. Halafu cha mwisho kwenye uwekezaji ni hiki hapa, kwamba unaanza kazi una miaka 20, unastaafu una miaka 55. Watu wanasema kwamba umeshakudismiss, ndio umeshakwisha hiyo. Lakini figures zinaonyesha kwamba mtu wa miaka 55 ataishi kwa miaka mingine kati ya 19 na 23. Kwa hiyo umetoka kwenye kazi miaka 53, una gari la serikali, una nyumba ya serikali, una wafanyakazi wa serikali, sasa hawapo. Una miaka mingapi? 23 ya kuishi wewe, hata watoto waisha kuondoka. Inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo wazo la kwani vipande, vile vipande ni karatasi. Unakuwa vipanga tayari. Kila mwezi una hela inaingia. Hii ni kubwa, nataka kuichukua yote, unaichukua. Hamna masharti ya kubana tena kwa sababu ulijitayarisha. Upande wake mshauri elekezi wa masuala ya uwekezaji katika soko ya mitaji nchini na dhamana, Emmanuel Mwangaraba, amesema pamoja na mazingira ya sasa kuboreshwa na kuruhusu sekta binafsi kuweza kuanzisha mifuko ya hifadhi ya jamii, bado kunatakiwa kuendelea kutolewa elimu na hamasa kwa wananchi na kuwajengea utamaduni wa kuwekeza kupitia njia mbalimbali. Kwa njia kipekee ujio wa mfuko huu wa wekeza wa staff unaleta mageuzi mengine makubwa kwenye soko la kuwekeza, hasa kwa wastaafu. Tuizoea watu wengi wanawekeza kwenye hati fungani za kiserikali, watu wanawekeza kwenye shares za makampuni mbalimbali, watu wanawekeza kwenye mifuko ya pamoja, yani UTT na mifuko mingine ya pamoja, lakini sasa uwekeza maisha yako kupitia kwenye mfuko huu wa wastaafu watarajiwa. Kwa hiyo naamini Tanzania wamepata mahali sahihi pa kuwekeza kwa ajili ya kujiandaa maisha yao baada ya kustaafu. Na kiongozi wa chama cha walimu Tanzania CWT Nelson Mabula amesema wafanyakazi wanaamini mifuko hiyo inaweza kuwa mkombozi kwa wao kutokana na kutoa fursa mbalimbali za uwekezaji, huku akisisitiza umuhimu wa kuongezwa elimu ili kuwafikia wafanyakazi wengi zaidi nchini. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Na tukiwa bado jijini Dar es Salaam katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, halmashauri ya manispaa ya Ubungo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wametembelea kituo cha kulelea watoto cha New Faraja Home Children kilichopo kwenye kata ya Makubuli wilayani humo na kutoa misaada mbalimbali na elimu kwa watoto, ambapo wameitaka jamii kuendelea kuitumia vyema siku hiyo kuwasaidia watoto kutimiza ndoto zao. Mrisho Mapeyo ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam mara baada ya kukabidhi misaada hiyo, afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Ubungo na mratibu wa dawati la watoto Hilda Malosha amehimiza jamii kuimarisha malezi bora kwa watoto na kuwasimamia vyema ili wapate elimu na hatimaye watimize ndoto za maisha yao. Kwa sisi tuko hapa tunasema wito wetu kwa wazazi, kwa walezi, kwamba hii siku kampeni ya kiserikali itaisha tarehe 30, lakini tunaposema swala la malezi ni endelevu. Kwa tunatamani sana kwenye ngazi ya familia
kwenye ngazi ya jamii, kila mmoja ajue wajibu wake katika jukumu zima la malezi, kwa sababu kila mtu msingi wake ni malezi. Kwa tutakapokuwa na malezi yenye wajibikaji ndani yake, baba akawajibika, mama akawajibika, lakini pia watoto wakawajibika, tutatengeneza taifa lililo imara kama ambavyo kauli mbiu yetu imesimama mwaka huu 2026. Kwa upande wake, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Jongo, Omari Saidi Omari, aliposhiriki hafla hiyo amesema wazazi wana jukumu la kuhakikisha wanatoa huduma bora za malezi kwa watoto wao, hivyo kila mzazi atimize wajibu wake wa malezi kwa mtoto, lakini pia kusaidia watoto walio kwenye vituo vya malezi. Nitoe wito kwa wazazi wengine na watu wenye majukumu mengine, hata kama utakuwa na majukumu gani, majukumu ya kulea bado huyakwepi. Na kwa bahati nzuri zaidi, watoto wetu hawa sisi ndo wazazi wao, yani mimi, wewe na mwingine na yule aliyokuwa na majukumu mengine. Tukisema tuwaache, tutakuwa tumemwachia nani? Hivi mimi nikisema ni waache, na hawa ambao wenzetu walioanzisha hichi kituo nao wakasema waache, na hivyo vituo vingine vikasema viache, watoto watasaidiwa na nani? Watahudumiwa, watalelewa na nani? Kwa hiyo ni majukumu yetu sote. Eric Mahenge ni msimamizi wa kituo cha Faraja Home Children, ameishukuru na kuipongeza halmashauri hiyo kwa kuchagua kituo hicho kukitembelea na kutoa misaada, ambapo amewataka wadau mbalimbali kujenga utamaduni wa kusaidia watoto, kwani kituo hicho kina zaidi ya watoto 120. Zaidi yote, mwisho wa siku tunaangalia, je, huyu mtoto anapokuwa katika mazingira haya anatakiwa apate vitu gani? Kwamba ni vitu ambavyo anatakiwa apate vitu vya msingi, yani mahitaji muhimu. Naposema mahitaji muhimu, nazungumzia yani mahitaji muhimu ya chakula, malazi pamoja na sehemu ya kuishi. Kwa hiyo niseme kwamba ni Faraja kituo ambacho ina jumla ya watoto almost, niweze kusema kwa sababu waliopo niweze nikasema 120 kwa kadri, sababu wengine hawapo sekondari. Ina maana wanapokuja namba inaweza ikaongezeka. Siku ya mtoto wa Afrika huadhimishwa Juni 16 ya kila mwaka, ikiwa ni katika kumbukizi ya watoto waliouawa huko Soweto nchini Afrika Kusini wakidai haki zao, ambapo kwa mwaka huu nchini Tanzania maadhimisho haya yamebeba kauli mbiu isemayo mtoto ni malezi, msingi wa familia bora, taifa imara. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Hospitali ya Mnazi Mmoja imepokea vifaa vya tiba vya kisasa vitakavyowezesha wataalamu wa afya kufuatilia viashiria muhimu vya wagonjwa kwa wakati mmoja, hasa katika wodi ya wanawake, hatua inayotarajiwa kuboresha huduma kwa akina mama wajawazito na watoto wachanga. Mwanahabari wetu Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam Juni 16 mara baada ya kukabidhi vifaa hivyo, makamu wa rais wa klabu ya The Runners Godfrey Mwangungulu amesema wakiwa kama wadau wa masuala ya afya wataendelea kuunga mkono jitihada za serikali katika kuboresha huduma za afya kwa mama na mtoto, huku akibainisha kuwa vifaa tiba mbalimbali vilivyotolewa katika hospitali ya Mnazi Mmoja vimenunuliwa kutokana na mapato yaliyopatikana katika mbio za Absa City Marathon. Mwanzo wa shughuli ya Absa City Marathon huwa inamalizikiwa na tukio la kipekee ambalo ni kwa ajili ya kuchangia vifaa tiba ambavyo vinakwenda kusaidia mama na watoto katika hospitali hapa ya Mnazi Mmoja. Kwa hiyo kwa kushirikiana na Absa ambao ndio wadhamini wakuu, mwongozo unasema ni lazima tufanye tukio kama hili kwa ajili ya kutengeneza shughuli hii ama kuwa sehemu ya jamii ambayo wanakwenda kusaidia watu kama hawa ambao ni mama wajawazito na watoto. Tunajivunia sana na mbio hizi. Kwani mbio hizi zinaenda sambamba kabisa na lengo letu kama benki, kwanza ya kuangalia afya katika wale wakimbiaji, lakini pia linagusa moja kwa moja jamii. Hivyo tunafurahi sana kushiriki katika jambo hili la leo la kukabidhi vifaa hivi tiba kwa ajili ya kina mama. Akizungumza kwa niaba ya mganga mkuu wa hospitali ya Mnazi Mmoja, Dr. Milka Mathania ameeleza kuwa msaada huo utachangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha huduma za afya kwa kina mama wajawazito, watoto wachanga na wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalum. Aidha, ameishukuru benki ya Absa pamoja na klabu ya The Runners kwa kuendelea kushirikiana na hospitali hiyo katika kutatua changamoto za vifaa tiba, akieleza kuwa vifaa vilivyotolewa vitasaidia kuongeza ubora wa huduma na kuokoa maisha ya wagonjwa wengi zaidi. Vifaa vilivyokuja leo ni muhimu sana kwa ajili ya kuokoa mama na mtoto na watoto wachanga wenye changamoto. Vitatusaidia sana, na hii itasaidia kuokoa watoto na wajawazito ambao wangeweza kupata changamoto katika kuwapa huduma, lakini vifaa hivi vitatuwezesha sana kutoa huduma kwa wakina mama. Kwa hiyo nawashukuru sana wadau wetu
kwa kusapoti serikali, kwa kusapoti wananchi kwa kutoa hizi vifaa ambavyo vinaenda kuwaokoa mama na watoto. Vifaa tulivyovipokea leo vitaweza kutusaidia zaidi kwa hao wamama wajawazito. Tumeona tumepokea patient monitor ambayo inaweza kutuangalizia mteja anapokuwa ametoka theater, akawa tunaviona vipimo vyake kuliko kwenda kufanya kifaa kimoja, lakini mashine waliotuletea ni mashine ya kisasa ambayo tunaendana na huduma za kisasa. Tukio hilo la kukabidhi vifaa tiba limehitimisha rasmi shughuli za Absa City Marathon 2025, huku wadau wakiahidi kuendelea kushirikiana katika kuboresha huduma za afya na ustawi wa jamii. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Benki ya Exim Tanzania imesema uwepo wa mazingira wezeshi ya biashara na uwekezaji umeifanya kuendelea kupanua wigo wa huduma zake, ikiwemo utoaji wa mikopo kwa wafanyabiashara na wajasiriamali nchini, hatua inayolenga kuchochea ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Taarifa ya Goodluck Msola inasomwa na Veronica Gevas. Yamesemwa hayo jijini Dar es Salaam wakati wa tukio la makubaliano ya ushirikiano wa kibiashara kati ya Benki ya Exim Tanzania na kampuni ya magari Africa Lease, ambapo afisa mkuu wa fedha wa Benki ya Exim Tanzania Shani Kiswaga amesema mazingira hayo yameendelea kuwawezesha kufanya biashara za kifedha, ikiwemo utoaji wa mikopo inayojikita katika ununuzi wa magari, ikiwa ni sehemu ya dhamira ya benki hiyo katika kuendeleza biashara nchini. Mazingira ya uwekezaji nchini kama unavyoona hapa ni mazingira ambayo ni wezeshi. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba kuna mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara ili kuweza kuwahudumia wananchi. Na mteja anafaidika vipi? Jaribu kupiga picha hali ilivyo kwamba ukitaka kununua gari inabidi utafute hela, udundulize, kama ni gari ya milioni 50, 70 mpaka zitimie uweze kwenda kununua. Lakini sasa kwa ushirikiano huu Exim anasema hapana, haina haja ya kudunduliza pesa hizo zote ukanunulie gari. Unaweza ukalipa kidogo kidogo ndani ya miezi 72. Hiyo ina maana gani kwa mteja? Ina maana kwamba mteja sasa zile hela zake milioni 50 zilizokuwa nazo atachukua sehemu labda 20% ataweka kama deposit kianzio, na benki italipa kile kiasi kilichobakia. Aidha, Shani amesema kupitia makubaliano hayo wateja wa Exim watapata fursa ya kumiliki vyombo vya moto kwa mkopo utakaowezeshwa na benki hiyo, ikiwa ni mwendelezo wa juhudi za benki ya Exim katika kutimiza ndoto za Watanzania. Naye mkuu wa kitengo cha mauzo wa Africa Lease Limited, Mohamed Laza, amesema kuwa wako tayari kutoa huduma za magari ikiwemo maroli kwa ajili ya kuwezesha usafirishaji wa mizigo hiyo. Amewahimiza Watanzania kutumia fursa hiyo kuendeleza biashara zao. Africa Lease tuko hapa kwa kukupa chochote unachohitaji, na tumeungana na Exim Bank. Mtu wote akitaka facility ajili ya kukopeshwa gari pia tayari tumeshaungana na Exim, tutakukopesheni magari. Ni kushukuru sana Veronica Gervas kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekee mkoani Shinyanga. Wakazi wa kijiji cha Singita, kata ya Usanda, katika halmashauri ya wilaya ya Shinyanga wameiomba serikali kuharakisha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama, wakidai uhaba wa huduma hiyo si tu unaathiri afya zao, bali pia umekuwa chanzo cha migogoro katika baadhi ya familia kutokana na wanawake kutumia muda mrefu kuyatafuta maji. Mwamvita Mkondo ametuandalia taarifa zaidi. Wakizungumza katika kliniki ya utatuzi wa kero za wananchi, wakazi hao wamesema hali hiyo imeongeza mzigo mkubwa wa wanawake ambao hutumia saa nyingi kutafuta maji, jambo linalopunguza ushiriki wao katika shughuli za uzalishaji na maendeleo ya familia. Shida kabisa ni maji. Yaani tunakunywa ni haya ya matope na nyinyi ya jaribu. Bwana kiongozi pale ameyajaribu, ameona uchungu wake. Yaani cha msingi tunataka maji Usanda. Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa changamoto hiyo imefikia hatua ya kusababisha migogoro ya kifamilia kutokana na wanawake kuchelewa kurejea nyumbani wakitafuta maji, huku wakiomba serikali na wadau wa maendeleo kuweka miundombinu ya uhakika ya maji katika eneo hilo. Sasa kwa mfano wakina mama ndio wenye shida. Mama anaamka saa 11 usiku kufuata maji. Ikifika wakati wa mwezi wa 7 wa 8, changamoto kwenye familia sasa, umeenda mtoni mpaka mdauri kuja arudi ni foleni. Ndoo nyingi zinakufa kwa ajili ya maji.
Sasa maji mtu anaweza akanya huko yakaja maji yanapita hapa. Alafu ukiangalia hivi kwenye vichaka hivi watu wanajisaidia. Sasa mvua ikinyesha inakuwaje? Maji vinyesi vinaingia huko. Wakati wananchi wakilalamikia uhaba huo, wafanyabiashara wa maji katika kijiji hicho wamesema kipindi cha kiangazi hali huwa mbaya zaidi kutokana na vyanzo vya maji kukauka. Muuzaji maji wa kijiji hicho Thomas Ngasa amesema kuanzia miezi ya Julai hadi Septemba upatikanaji wa maji hupungua kwa kiwango kikubwa na kusababisha bei ya maji kupanda hadi kufikia shilingi 2,000 kwa kila dumu. Yaani hapa changamoto ya Usanda ni maji. Maji yani ni ya shida, kama mnavyoona hapa maji ni shida. Kwa sasa yani angalau sasa hivi bado maji hapo. Ile ukifika mwezi wa 8, wa 9 ndo hamna maji kabisa. Hivi tunauza dumu 5 1,500. Ila itafikia muda tutauza hadi mpaka 2,000. Kizungumzia changamoto hiyo, meneja wa RUWASA wilaya ya Shinyanga Emaili Nkopi amesema serikali inaendelea na mipango ya kuboresha huduma ya maji katika maeneo yenye upungufu ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo muhimu kwa urahisi. Katika kijiji cha Singita kata ya Usanda, ndio kwa sasa tunaendelea kumalizia usanifu wa mradi wa maji. Sawa. Ambao tunategemea kutumia maji ya Ziwa Victoria kutoka kwenye tenki kubwa la maji lenye ujazo wa lita 1,150,000. Sawa. Ambao tunajengwa katika kijiji cha Buchama. Sawa. Na usanifu kwa hatua za mwisho na tunatarajia tukishakamilisha tuweze kuwasilisha kwa hatua za ujenzi wa mradi. Naye mkuu wa wilaya ya Shinyanga Wakili Julius Mtatilo amewahakikishia wananchi kuwa serikali imepokea kero hiyo na itaendelea kutafuta suluhisho la kudumu kwa ajili ya kuboresha maisha ya wakazi wa Singita na maeneo mengine yenye changamoto ya maji. Mradi wa maji wa Ziwa Victoria ni mradi ambao kama alivyosema meneja wa RUWASA utakuja kututatulia shida ambazo zimebakia kwenye vijiji vyetu. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani, na tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.